Dada Priska, karibu. Asante. Kwa upande wako umetuona wapi, umetusikia wapi? Niliona kwenye mtandao. Wapi? Mtandao gani wewe unatumia? Instagram. Okay. Ulikuwa unafanya nini? Wakati unatuona ulikuwa unafanya kazi, ulikuwa nyumbani, ulikuwa umeolewa, ulikuwa Nilikuwa nyumbani. Nyumbani. Una mtoto? Bado. Okay, nyumbani ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nauza duka. Duka la nani? Duka la chakula. La nani? Lilikuwa la kwangu. La kwako. Okay, sasa imekuwaje umeacha tena watu wanakuja kutafuta mitaji ili wakafanye biashara. Wewe tena umeacha biashara, umerudi huko Kwa nini? Nilikuwa nataka kufungua biashara nyingine. Okay, sasa duka umelifunga au linaendelea? Linaendelea. Umemwachia nani? Nimemwachia mama. Mama yako. Wadada wanawaamini mama zao. Wengi wenye biashara utasikia nimemwachia mama. Okay, safi sana. Kwa hiyo unatafuta kiasi gani sasa hivi? Natafuta kama milioni 1. Milioni 1. Okay, milioni 1 mbona kwenye mikataba yetu, mkataba mdogo kabisa unapata milioni 1.8. Kazi ya 1.5 ile. Kwa hiyo utakaa mwaka uishe au ukishapata milioni 1 yako mbio utakimbia? Nitakaa mpaka mwaka uishe. Utakaa mpaka mwaka uishe. Okay. Na unataka kuja kufungua biashara gani nyingine? Biashara ya kilimo, ufugaji yani. Unataka kufuga? Ufugaji wa kuku. Ufugaji wa kuku. Kwa hiyo umeshafanya mahesabu, umeshaulizia, ukajua gharama ni kiasi gani ya hela ya kuanzia? Inatosha. Inatosha? Mabanda ya kuandaa kuku unafugia? Mabanda yapo. Mabanda yapo. Kwa hiyo unachohitaji ni hela ya mtaji yani. Mtaji wa nini? Yani kuku. Kuku atakula nini mpaka uwauze? Kwa sababu kule kuna biashara yani kwamba anataka kitu cha kuongezea. Kwa hiyo nikashindwa napata wapi hela kiasi kama hiko. Kwa hiyo hao kuku ni wa kienyeji au ni wale broiler? Wa kisasa. Wa kisasa broiler? Wa kisasa yani kwa kule kijijini. Wa kijijini? Kuku wa kijijini wanaitwa wa kisasa. Kuku wa kisasa ni broiler, si ndio? Au kuku gani wale wanaojitegemea wenyewe? Sio wa kizungu. Sio wa kizungu. Wanaitwa wa kisasa hao. Wa kienyeji hao. Hao ni wa kienyeji. Wa kizungu ni wale wanaofugwa kwenye mabanda, si ndio? Kwa hiyo wewe unataka wale wa kienyeji ambao ni wanajihangaikia tu wenyewe. Okay. Sawa. Haya, dada Priska, karibu sana. Cha muhimu huku kwetu bwana ukafanye kazi vile bosi wako anavyotaka. Lakini pia ujifunze kuongeza maarifa kwenye kazi hizi za malezi ya watoto. Kupika na usafi, wewe binafsi unatakiwa uichukue kama taaluma, uongeze ujuzi kila siku, ujifunze. Una simu kubwa? Ninayo. Unayo? Unafuatilia nini? Umbea? Hapana, naangalia mapishi, napenda mapishi sana. Unapenda sana mapishi safi. Mapishi, usafi. Kwa hiyo unajua kupika. Maana mtu kama unapenda kitu lazima uwe unakifuatilia na kukifanyia mazoezi. Kwa hiyo ni mjuzi, unajua kupika? Najua kupika. Unapika chapati? Najua. Vizuri kabisa. Kwa hiyo leo nikwambia tupikie chapati pale safi. Leo ndo mtihani wako huo. Sawa. Kwa hiyo ukiachilia mbali kufuatilia mapishi, pia kwa kuwa umeamua kuingia huku kama ajira, kama kazi, inabidi pia ufuatilie usafi, ujue usafi unafanyikaje, dondoo za malezi ya watoto, namna ya kukaa na watoto vizuri, kwa sababu mabosi wengi wanapenda wadada ambao wana uwezo wa kuweza kujisimamia wenyewe. Yaani mabosi hawana muda wa kukaa na wewe kila saa kuambia fanya hiki, fanya kile, na saa nyingine usifanye vizuri. Kwa hiyo jitahidi kwenda kufanya kazi kwa kuangalia mabosi wanataka nini. Si umenielewa na uwe na uvumilivu. Sijamuuliza dada Eveta kuhusu changamoto katika kazi, lakini na uhakika kwamba umekutana na changamoto katika kipindi chote cha miaka 2 kazini. Lakini wewe siri ni nini? Kwa nini umeweza kumudu? Umemaliza mikataba yote 2 na bado unasema unaenda kusalimia, ukirudi unakuja kuendelea. Wewe una mbinu gani za kukabiliana na hizi changamoto za kazi za ndani? Maana wadada wengine wanakimbia. Siri ya mafanikio? Kusali. Omba Mungu akupe kibali. Omba Mungu akuondolee kukataliwa. So kila siku nasema wewe, kila siku kazi unaacha wewe, siku 2-3 umeondoka umerudi. Omba kibali. Kuna wengine wana maroro za kufungwa, wewe kukataliwa. Inabidi utoe sadaka, mwambie Mungu kupitia sadaka hii, naomba unipe kibali nitakapofanya kazi, kila kitu kionekane, wewe ndio onekane, sio mimi. Kila atakaye nitazama kutana na mboni ya jicho lako, na asinione mimi akuone wewe. Yaani inabidi uombe kibali.
Eveta bwana, umemaliza kila kitu, mimi siongezi neno. Haya jamani, mmesikia maneno hayo? Kweli ukimtanguliza Mungu hakuna kinachoshindikana. Yaani hapo mimi siongezi jambo. Umesikia dada Priska? Haya, siri ya mafanikio ndio hiyo. Mtangulize Mungu mbele. Hata mimi ukinisikia hapa naongea na wadada, utasikia namna ambavyo yani kama mchungaji na ubiri. Kwa nini? Kwa sababu kweli ukimweka Mungu mbele hakuna linaloshindikana. Lazima utafanikiwa. Kwa hiyo nawatakia kila laheri mwenye safari, safiri salama. Dada Priska, kila laheri kazini. Dada Eveta, karibu tena. Natamani nikuone tena siku za usoni, na nitakupambania nihakikishe unapata nzuri. Asante. Karibu sana. Haya.